Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtazamaji wa Naso TV, tunaishi na msemo wakati haurudi nyuma. Mimi ni ripota Al-Habibi Sheikh bin Mungia, babyface sura ya kitoto. Moja ya jambo ambalo kubwa kabisa limenihuzunisha, nimeamua kuingia studio ndogo hizi za Naso TV hapa maeneo ya Chamazi kukujuza wewe mtazamaji wetu. Wewe ni wa thamani zaidi. Endelea kusubscribe, like, share, comment zenu tunazifanyia kazi. Niko na mchambuzi hapa, Heri Mpingashari, mtoto mama ntilie, mboga saba zote za majani. Nyuma ya kamera yuko Hosam, mtoto wa mama ntilie. Moja ya tukio kubwa ambalo limejitokeza siku ya leo Mbagala Kiburugwa, nadhani wewe ulikuwa ni shuhuda wa hili jambo kwa sababu nilikutuma ulifuatilie. Nini mtazamaji ambaye anataka kuelewa? Hebu mjuze tafadhali. Kwanza kabisa ni taharuki kubwa sana ambayo imeibuka pale maeneo ya Mbagala Kiburugwa. Zakem unaingia kwa ndani kidogo upande wa drive kwa nyuma kule. Ni taharuki kubwa sana, ni aibu kubwa sana. Yule mama aliwapatia wanawake wenzie wote waonekane hawana maana, waendane na ule msemo wa mwanamke mwalimu wake kipofu. Unaona leo umedhihirika kwa mama mmoja tu ambaye amefanya lile jambo la kishetani sana, na kudhihirisha pia msemo unaosema kuwa tumerudia mwanzoni pale kwamba wanawake walimu wao ni kipofu. Lakini pia yule mama inavyosemekana lile jambo alolifanya ni siku 3 nyuma. Yaani leo ni siku ya 3. Unaona amelifanya na akatokomea huko ambapo anapojua yeye alipokwenda. Lakini pia baadhi ya wananchi wa maeneo yale wamesikitishwa mno na kitendo ambacho yule mama mwenzao, mwanamke mwenzao alichokifanya. Na imetokea kuna bibi mmoja pale, nadhani wanamuita, mimi nimesikia jina la Nyambonde. Yule bibi alikuwa analia mno na akisema kuwa mbona mambo haya yameshapitwa na wakati, mambo haya ya kizamani, na sisi tunaenda na msemo wetu unaosema kuwa wakati haurudi nyuma. Yule mama arudisha tena wakati nyuma, mambo ya kijinga sana, mambo ya kishetani sana ambayo alikuwa ameyafanya yule mwanamke, yule mwanamama pale. Na tukiangalia age yake kwa tathmini ya sura yake ana 40 plus au 38, yani anacheza huko. Ni mama mtu mzima, ni mama ambaye alitakiwa yeye ndo awafundishe vijana, awafundishe wasichana kwamba tunaishi hivi na tulikuwa tuwe hivi. Lakini anapoteza nguvu kazi ya taifa kama. Ni tukio la aibu kama hivi ambavyo mwenzangu ameanza kulizungumzia hivi, kwa sababu nilimtuma alifuatilie tukio hili, na picha ya mama ni huyo, ambayo hiyo picha unayoiona sasa hivi. Ukimwangalia mama huyu anaonekana ni mtu mzima kidogo, lakini amefanya moja ya tukio ambalo kwa Kiburugwa inawezekana labda ikawa ni tukio la wao sui kufungua mwezi huu wa 5 ama kukaribisha Eid hii ambayo inakaribia siku chache zijazo. Kumbuka tu juzi na jana tumetoka kuaga mahujaji. Mama huyu subhanallah, sijui kitu gani ambacho yeye kimempata, amemtumbukiza mtoto wake wa kumzaa chooni. Lakini pia Mungu pia ni mkubwa sana. Mungu ashukuriwe, lakini pia Mungu afananishwi na kiumbe chochote. Yule mtoto katoka salama mashallah, lakini pia walimpeleka hospitali ya Temeke. Unaona majibu, walimchunguza na akaonekana yuko salama kabisa, na mpaka sasa hivi tunavyoongea yuko mikono salama kabisa yule mtoto. Lakini pia jeshi la polisi tayari limeanza kufanya uchunguzi yule mama ambaye mpaka sasa hivi hajulikani wapi alipotokomea. Na sisi kama Naso TV pia tunatakiwa tuwe mabalozi wazuri kwa jambo kama hili, tukio kama hili, kwa maana ya kuambia watu wote. Picha nadhani ya mama wameiona hapo. Kwa hiyo inawezekana unamuona mama ambaye humjui na ukifananisha picha unamuona ndo huyu hapa. Kwa hiyo unaruhusiwa kutoa taarifa katika jeshi la polisi ambalo lilokuwa karibu yako wewe, kwa sababu tukio kama hili ni tukio la kishetani. Huwezi jua huyu mtoto atakuja kuwa nani. Tumeona mifano kama hiyo, mifano hai. Watoto wametelekezwa, watoto yani mama zao wametelekeza, watoto yatima, watoto ambao wamezaliwa hawana wazazi kabisa. Mtu kazaliwa leo labda mama yake kafa siku hiyo, kalelewa tu na majirani au kalelewa tu na jamii. Mwisho siku mtoto anakuja kuwa mtu mkubwa, anakuja kuwa waziri, anakuja kuwa mtu wa kiserikali, au anakuja kuwa na maisha mazuri, anakuja kuwa tajiri, anakuja kusaidia watu. Kwa hiyo hatujui huyu mtoto kesho yake atakuwa ni nani. Huyu mtoto ambaye yule mama alitamani mtoto afe, tena amemzaa mwenyewe, amemweka tumboni miezi 9, alafu mwisho siku tumempata. Habari? Salama za kwako? Salama tu. Unaongea na Naso TV hapa, wakati haurudi nyuma. Poleni kwa kadhia iliyojitokeza leo hapo Mbagala Kiburugwa. Asante sana, tunashukuru Mungu. Tufahamu si tunaongea na nani? Unazungumza na Mwanaisha Lukali kutokea Mbagala hapa Beach Boy. Tukio hili limekuwaje Bi Mwanaisha? Tukio hili lilianza majira ya saa 12 za asubuhi. Ndio. Ambapo mama mmoja ambaye anafahamika kwa jina la Mama Mwinyi ama Mama Kevi. Ndio. Yeye aliweza kutoa, tunaweza kusema ujauzito, ama kwa sababu yule ni mtoto kamili. Sawa sawa.
aliweza kujifungua mtoto. Ndio. Mtoto wa kike na kuweza kumtupa katika shimo la choo. Subhanallah. Aliweza kumtupa katika shimo la choo. Ndio. Na hii yote imekuja kutokana na yule mama ana mtoto mwingine mdogo. Mtoto wake mdogo huyo ana umri takribani mwaka 1 na miezi kadhaa hivi. Sasa kutokana na hali ilivyo ya mitaani, watu, yule mama akawa amesema kama anaogopa aibu kumkuta, yani alikuwa anaona kama aibu kuwa na mtoto bado mdogo kambebea mtoto mwingine. Wanasema watu huku mbenenda kwa lugha za Uswahilini huku. Kwa hiyo ile aibu ambayo alikuwa anasema kwake, akasema mimi haiwezekani, akafanya ukatili kama hapo, kitu ambacho mume wake hakuwa tayari na wala hakupendezewa kwa tukio lile pale ambalo mke wake ameweza kulifanya. Hivyo basi mumewe baada ya kugundua mkewe amefanya tukio kama hilo, ndio amaki na kuanza kufanya fujo mule ndani. Amuulize bwana, vipi, imekuwa vipi? Katika purukani za hapa na pale, yule mwanamke akakimbia. Aliweza kukimbia na yeye pamoja na mtoto huyo mdogo huyo, ndio ambaye wa mwaka 1 na miezi kadhaa huyo. Huyo mtoto ambaye mwaka 1 na miezi kadhaa akaweza kupotea maeneo yale pale tangu siku ya Jumapili. Sasa tangu siku ya Jumapili yule mama akawa pale nyumbani hayupo. Mwanamume yule, kwa namna ambavyo tulivyozungumza naye kutaka kujua mawili matatu, akawa yeye amesema aliweza kujaribu kuwatafuta kwa baadhi ya ndugu zake. Sawa. Kwenda kwa jaribu kwa baadhi ya ndugu zake. Na kule kwa baadhi ya ndugu zake wakaambia huku hayupo. Hapa hasijamuona. Basi yeye akawa anaendelea kukaa mpaka asubuhi ya leo, yani nazungumzia saa 11 ya alfajiri ya leo. Alipokuwa amekaa amelala, akawa anasikia sauti ya mtoto analia. Akawa anasikiliza vizuri, hii sauti inatokea wapi? Kila namna alipokaa nazidi akawa anamsikia mtoto analia. Kabidi aanze kufuatilia. Alipoenda kufuatilia akakuta kule chooni ndio ile sauti ya kichanga inatokea chooni. Ikabidi sasa atoke kwenda kuwatafuta watu kuweza kumsaidia, marafiki wawili watatu. Wakapatikana watu, wakafika paka pale eneo la tukio. Watu wakajaribu kuangalia namna 1 2 3, wakathibitisha kweli hapa kuna kiumbe huko ndani. Wakaweza sasa kuvunja lile tundu la choo na kuingiza ngazi na kuweza kutolewa na kuweza kumtoa yule mtoto. Mtoto wa kike ana miezi 7, inasemekana bado hajatimiza miezi. Njiti tuseme hivyo labda. Mtoto njiti hajatimiza miezi. Kwa msaada wa majirani ambao walikuwa eneo lile la tukio pale, wakaweza kumsafisha kwa ile huduma ya kwanza. Na wakabahatika kumpeleka katika zahanati ya kwa Dumba pale, baada aweze kupatiwa msaada wa kidaktari zaidi. Sawa. Alipofika pale, madaktari wakaweza kuwasiliana na madaktari wenzao wa hospitali ya Temeke, wakaweza kutoa gari kwa ajili ya kubebea wagonjwa. Wakafika pale, wakaweza kumchukua yule mtoto na kumpeleka hospitali ya Temeke ili aweze kupata huduma iliyokuwa bora. Na kwa sababu bado hajatimiza miezi, basi waweze kumweka katika vile vifaa vyao maalum, aweze kupata ile joto mpaka pale ambapo watakapoona sasa ni sahihi mtoto ukabidhiwa kwa familia ama taratibu gani jeshi la polisi ama serikali inaweza kuachukua, basi wanaweza kufanya hivyo. Poleni sana Bi Mwanaisha. Asante sana. Nini wito wako sasa kwa wamama wengine ambao labda baadhi yao wana tabia hizo? Mimi wito wangu cha kwanza sio tukio zuri na sio tukio ambalo la kufurahisha ama la kufurahia. Sisi kama wanawake tunatakiwa tuwe na utu. Siku zote mwanamke anasemekana mwanamke, sisi tuna utu, tunakuwa na huruma. Kwa tukio hili ni tukio sio la kukemewa vikali, na tunaomba jeshi la polisi mpaka hivi sasa tunavyozungumza, mtuhumiwa tayari ameshakamatwa, ipo katika chini ya jeshi la polisi. Basi naomba serikali iweze kuifuatilia kwa ukaribu na
aweze kupata stahiki yake kutokana na kile ambacho amekifanya. Na kama kuna mtu mwingine anatarajia ama anataka kujaribu kufanya tukio kama hili, basi aweze kuacha mara moja, kwa sababu aweze kuthamini utu pamoja na ubinadamu. Sisi wote ni binadamu na wote tunatakiwa kuishi. Nikushukuru sana Bi Mwanaisha. Asante sana. Na mtazamaji wa Naso TV, wakati haurudi nyuma, ni shuhuda huyu kutokea eneo la tukio ambapo ndipo jambo hili kubwa kabisa limeweza kufanyika toka siku ya juzi Jumapili. Mtoto amekaa chooni siku 3. Leo Jumanne ndo ametolewa akiwa hai. Tunaelekea wapi? Tunaenda wapi? Heri limekugusaje tukio hili? Shehe wangu, wakati unazungumza naye hapa kusema kuwa mtoto sauti yake imesikika akiwa analia akiwa chooni. Kwanza ukivaa tu hilo joho kwamba mtoto mchanga ana hatia yoyote, lakini kakutwa chooni akiwa ametupwa chooni. Hebu imagine kama wewe ndo unashika mamlaka na unamkamata yule mtu ambaye amefanya hilo tukio, unafanyaje shehe wangu? Unaweza ukajichukulia hatua wewe mwenyewe. Haina haja ya kufanya tusubiri uchunguzi. Uchunguzi gani wakati hali imeshatokea kama hivyo? Mtoto ametupwa, ikiwa leo ni siku adhimu kabisa, siku ya wauguzi duniani. Leo tumetoka kuadhimisha siku ya mama. Juzi tumetoka kuadhimisha kumpa heshima yake mwanamke, siku ya mama. Watu wameposti mama zao waliokuwa na mama zao. Watu wameposti wanawake waliowazalia, kwa maana naye pia ni mama. Leo hii mama anatupa mtoto chooni eti kwa sababu ya aibu. Unaangalia watu watasema nini wakati ya maslahi yako mwenyewe binafsi. Siku ya uuguzi imemtoa mtoto aliyetumbukizwa chooni ama aliyekaa chooni takriban siku 3 hivi. Picha ndo hizo ambazo umeziona hapo wakati tunaendelea na kipindi hiki, na hizi ndizo ambazo zimetufikia. Tumeona bora tukujuze wewe mtazamaji wetu wa Naso TV. Tunaishi na msemo wakati haurudi nyuma. Mimi ni Alhabibi Sheikh Mungia, Babyface sura ya kitoto. Mwenzangu ni mchambuzi Heri mpinga shari, mtoto mama ntilie. Nyuma ya kamera yuko Hosam. Tukutakie tu uangalizi ulio mwema. Wabillahi tawfik.